Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 3 siku ya Jumamosi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema ACT Wazalendo yataka uponyaji wa taifa 2026. Lakini TMA mvua kubwa yenye radi kutikisa mikoa 25. Au ni mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA yasema mvua kubwa yatikisa na mikoa 25. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini serikali yataja kiwango cha malipo wanaojitolea. Serikali yataja kiwango cha malipo wanaojitolea. Mwongozo waweka bayana namna watakavyolipwa kila mwezi. Posho za safari umri ni vijana zaidi, lakini waajiri wahadharishwa utaratibu wa kuwalea. Muda wa kufanya kazi, nidhamu na vigezo vya bainishwa. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 4. Lakini utafiti wa baini kiini vifo vya degedege kwa watoto. Utafiti wa baini kiini vifo vya degedege kwa watoto. Lakini ndugu waitwa kupima DNA miili minne. Ndugu waitwa kupima DNA miili minne. Na askofu ahadharisha wazazi walezi wanaowapa watoto simu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti ya Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lenye linaanza na habari inayosema Mwinyi azindua ujenzi wa daraja kuunganisha visiwa. Lakini miili 6 ajali ya Morogoro kutambuliwa kwa DNA. Na uteuzi wa ikoroga Chadema Nyasa. Uharibifu SGR waibua maswali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Anasema uharibifu SGR waibua maswali. Hoja mitandaoni za hoji hali hiyo ndani ya muda mfupi wa mradi. Lakini TRC yazijibu. Mwigulu asema si ajabu safari za treni ya SGR kuahirishwa. Lakini kuna habari inayosema Uthmani taifa lijengwe juu ya haki katiba 2026. Lakini kitendawili Marekani aliyedakwa na mabomu. Hicho ni kitendawili kinachosema Marekani aliyedakwa na mabomu. Hicho ni kitendawili ndani ya gazeti lako la Mwananchi. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye ukurasa wa mbele inaandika serikali yajivunia mapato ya ndani. Dr. Mwigulu asema hakuna miradi itakayokwama. Lakini ataka udhibiti ujenzi mwa bondeni, suluhisho la kudumu mafuriko. Lakini Dr. Mwinyi awageukia wananchi 60 waliokataa fidia. Lakini Samia atuma rambirambi ajali iliyoua watu 10. Lakini kuna habari inayosema viwanda vyafungwa kutiririsha maji ya sumu na uchafu. Na wachumi waeleza mbinu kutoboa Januari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenyewe kwenye kurasa mbele imeandika habari inayosema ZRA ya kusanya bilioni 90.8 Disemba 2025. Lakini kuna habari inayosema Dr. Mwinyi aridhishwa na ujenzi daraja la Uzi. Dr. Mwinyi aridhishwa na ujenzi wa daraja la Uzi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini kuna habari inayosema makazi bora yanachangia mageuzi ya kiuchumi Dr. Khalidi. Lakini serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa mbele inaandika siri ya makusanyo kupata TRA. Na Rais Samia atoa pole ajali Moro iliyoua watu 10. Lakini Dr. Mwigulu afafanua kuhairishwa kwa safari za SGR. Na Mwinyi andika historia ya daraja kubwa baharini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele.
pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna gazeti la Uhuru, bado kuna habari inayosema JKCI kutibu moyo bila kufumua kifua. JKCI kutibu moyo bila kufumua kifua. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele, tuangazie gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge. Linaandika habari inayosema ufunguzi wa CRDB Dubai wa Iva Msekela aishukuru serikali. Lakini Dr. Mwinyi, serikali inaendelea kuboresha miradi ya maendeleo. Na ZRA ya kusanya bilioni 90.873 Zanzibar. Au ni ZRA ya kusanya bilioni 90.873 Zanzibar. Sababu sita zatolewa kufikia na kuvuka lengo la makusanyo, ikiwemo uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya Dr. Mwinyi kwenye ujenzi wa miundombinu na huduma za kijamii. Lakini sera nzuri jumuishi za kiuchumi za serikali. Hiyo ni siri ya ZRA kukusanya zaidi ya bilioni 90.873. Lakini Mwigulu, ujenzi usimame bwawa la Kidunda. Huyo ni Mwigulu asema ujenzi usimame bwawa la Kidunda. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana na gazeti lako la Wamachinga, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye inaanza na habari inayosema serikali yatenga bilioni 125 ujenzi wa mabwawa 7 Morogoro na Dodoma. Serikali yatenga bilioni 125 ujenzi wa mabwawa 7 Morogoro na Dodoma. Lakini wizara ya nishati, bodi ya nyama kukuza matumizi nishati safi ya kupikia. Wizara ya nishati, bodi ya nyama kukuza matumizi nishati safi ya kupikia. Lakini Dr. Mwigulu ataja mwarobaini kuondoa mafuriko Morogoro. Huyo ni Dr. Mwigulu ataja mwarobaini wa kuondoa mafuriko Morogoro. Azungumza mbele ya wakazi wa Tindiga wilaya ya Kilosa ambayo wameathirika na mvua zinazoendelea nchini. Asema ni ujenzi wa mabwawa eneo la Kidete. Lakini asisitiza ujenzi wake upo katika hatua za kitaalamu, ikiwemo kumpata mkandarasi. Fedha zimeshapatikana kukamilisha mradi huo. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini ZRA yavuka lengo kwa kukusanya bilioni 90.873 Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo. Gazeti lako la Mwanahabari linaanza na habari inayosema Gamondi, tuko tayari kucheza na Morocco. Huyo ni kocha wa Taifa Stars Miguel Gamondi asema tuko tayari kucheza na Morocco. Lakini Damaro ajipanga kupata namba Yanga. Lakini kocha Simba kuamua hatima ya Chazawa. Lakini Ibrahimu Imoro arejea Singida Black Stars. Lakini URA Mapinduzi Cup imeboreshwa, au ni URA yosema Mapinduzi Cup imeboreshwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenyewe kwenye michezo linaandika Gamondi ataka wachezaji wajiamini. Gamondi ataka wachezaji wa Taifa Stars wajiamini. Lakini Simba Mwembe Makumbi hapatoshi leo. Simba na Mwembe Makumbi hapatoshi leo. Nyika waenda Marekani bila kocha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Taifa Stars yaendelea kujifua kuikabili Morocco. Taifa Stars yaendelea kujifua kuikabili Morocco. Yanga kulifuata kombe la Mapinduzi leo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini kuna habari inasema Steve Beka, tutatumia Mapinduzi Cup kuwapima wachezaji wapya. Lakini ZPLB yafungua dirisha la usajili Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo.
Huku gazeti lako la Wamachinga naandika Chama awagawa viongozi Simba. Chama awagawa viongozi Simba. Taifa Stars kuishangaza Morocco kesho. Taifa Stars kuishangaza Morocco kesho. Lakini Kiombo apewa majukumu Mbeya City. Kiombo apewa majukumu Mbeya City. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini kuna habari inasema timu ya taifa ya Gaboni yavunjwa baada ya kutolewa AFCON. Timu ya taifa ya Gaboni yavunjwa baada ya kutolewa AFCON. Lakini Fabregas atabiriwa kubeba mikoba Chelsea. Hiyo ni Fabregas atabiriwa kubeba mikoba Chelsea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika mrithi wa Awa huyu hapa. Mrithi wa Charles Awa huyu hapa. Abeli ajivisha mabomu Simba ikivaa mwembe makumi. Lakini zile ofsaidi za Wenga zimeiva. Lakini bado kuna habari inasema Damaro atema cheche, Shabalala ajitofautisha. Lakini Feitoto atoa kauli ya kibabe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini huko Afconi acha kipigwe tu. Huko Afconi acha kipigwe tu. Lakini Konde Kajala ngoja tuone. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye michezo naandika Gamondi afichua mpango wa kumngoa mwenyeji Afcon. Huyu ni Miguel Gamondi afichua mpango wa kumngoa mwenyeji Afcon. Lakini mtihani wa kwanza kocha mpya Simba leo Zanzibar. Mtihani wa kwanza kocha mpya Simba leo Zanzibar. Lakini kwenye kimataifa naandika Vinicius mkataba mpya Madrid. Huyu ni Vinicius mkataba mpya Madrid. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.